Vipi kama unapewa nafasi ya kurudi miaka 15 nyuma kuokoa maisha ya mtu unayempenda sana? Je, utafanya nini? Na je, utafanikiwa kubadili hatima yake? Hii ni stori moja ambayo itaenda kukutoa machozi, lakini pia itaenda kukuacha na tabasamu. Mimi ni recap wako JD na hii ni John Recap. Basi moja kwa moja twende tufungue ukurasa wa kwanza kabisa wa stori yetu. Ni tarehe 22 mwezi wa 7 huko Korea, na leo ilikuwa ni siku ya kupatwa kwa jua, yani solar eclipse. Basi watu wakawa wanarekodi pale na kuchukua picha mbalimbali. Sasa kuna huyo mrembo alikuwa kalazwa hospitali, naye akawa anashuhudia kupatwa kwa jua. Baadaye hali ikarudi kuwa shwari. Sasa kuna hawa washikaji ambao ni waimbaji na kikundi chao wanajiita Eclipse, yani kama BTS au Westlife hivi, na ni masuperstar wakubwa na wana mashabiki kibao. Sasa leo wamefika kufanya interview katika radio station moja na wakawa wanasikika live katika radio. Sasa huyo mrembo anaitwa Soli na amepata ajali mbaya na kwa sasa hawezi simama wala kutembea tena. Mama yake akawa anamkata kucha akijaribu kumpigisha stori 2-3, lakini Soli alikuwa mbali sana. Sasa mama yake akanogewa na redio, kwa bahati mbaya akamkata kidogo Soli, lakini Soli hakuhisi hata maumivu. Haraka mama yake akaenda kutafuta plasta ya kidonda, huku radio station walikuwa wanafanya challenge moja ya kuwapigia mashabiki na kuongea nao. Na kwa sasa ilikuwa ni zamu ya Sunjae. Basi Sunjae akapiga simu kwa shabiki mmoja na alikuwa ni Soli. Soli hakuwa na mudi ya kuongea na simu kabisa. Mgonjwa mwenzake akamwambia, "Pokea simu, inapiga kelele." Ikabidi Soli ajikaze na kupokea simu. Jamaa akajitambulisha pale, "Naitwa Sanjay." Akamuuliza kama namjua. Soli akasema, "Hapana, sikujui." Wakamuuliza kama ushawahi sikia kuhusu Eclipse. Soli akawaambia, "Hapana." Soli akataka kukata simu, lakini akaambiwa, "Subiri, tuna zawadi kwa ajili yako. Je, ungependa kupata viatu vya kutembelea?" Soli akawaambia, "Sihitaji." Sasa hawakujua kama Soli kwa sasa hana uwezo wa kutembea tena. Wakamuuliza kama angependa kupata baiskeli. Hii kamfanya Soli awe mkali. "Mnafikiri zawadi zenu zitanisaidia kutembea tena? Hamwezi kunifanya nikasimama tena, hivyo acheni kunisumbua." Soli alikasirika, kwani kumtajia mambo ya viatu na baiskeli kunamuumiza sana, kwani kwa sasa hana uwezo wa kutembea tena. Lakini Sanjay akamwambia, "Asante kwa kuwa mzima." Pia akamwambia, "Unatakiwa uendelee kuishi na watu wako wote walio karibu watafurahi kwa wewe kuwa mzima." Sanjay akamwambia, "Naomba uendelee kuishi, kisha siku moja utakuja kuona maisha ni mazuri na hutokuwa na huzuni tena." Basi maneno haya yalimgusa sana Soli. Mama kurudi akamkuta Soli analia. Basi mama polepole akamsogelea na kumkumbatia Soli. Maskini Soli alitoa machozi ambayo yalikuwa na maswali mengi sana. Kwa nini mimi nipitie yote haya? Soli alikuwa bado mdogo sana, lakini hatoweza kutembea tena maskini. Maisha yake yote yaliyobakia atakuwa akitumia wheelchair. Inaumba sana, lakini hakuna namna. Kuna mambo yanayotokea kwenye maisha sisi hatuyapangi, bali yanapangwa na Mungu. Basi miaka ikasonga mbele na leo ni tarehe 31 Disemba 2022. Miaka 13 ishapita tokea Soli kupata ajali. Sasa Soli aliamua kubadilika na akaamua kukubaliana na ukweli, na kwa sasa ni shabiki mkubwa sana wa Sunjae. Ilikuwa ni asubuhi fulani hivi na alikuwa bado analala. Bibi yake akawa anampaka lipstick usoni, anapenda sana utani. Alamu ikamwamsha pale kutoka usingizini. Basi akatoa zake AirPods kuangalia pembeni, akamwona bibi. Akashangaa kumwona bibi kapaka lipstick usoni. Bibi akamwambia, "Umependeza sana mjukuu wangu." Sasa kuangalia mkononi kwa bibi, akaiona saa yake ambayo anaipenda kuliko kitu chochote kile. Akamwomba bibi ampatie saa, lakini bibi akakataa kumpa. Yaani bibi anapenda sana utani. Soli akazidi kumwomba bibi ampe saa yake. Sasa mama yake akaingia na Soli akamwomba mama yake amsaidie kuchukua saa kwa bibi. Mama yake akaongea na bibi ambaye ni mama yake na bibi akakubali kurudisha saa. Soli anaipenda sana hii saa na anadai alipewa na Sunjae. Upande wa pili Sunjae alikuwa anawekwa sawa, naye ni superstar mkubwa katika kikundi cha Eclipse. Sasa leo kulikuwa na show, lakini Sunjae alikuwa hataki kuperform. Basi mkuu wake akawa anamwambia, "Mashabiki leo wanakusubiri kwa hamu kukuona baada ya miaka kadhaa kupita." Lakini Sunjae akamwambia, "Nahitaji kuacha kuimba." Mkuu wake akaendelea kumshawishi, lakini Sunjae akaendelea kukataa. Huku nyumbani Soli kuangalia muda, ilikuwa tayari ni saa 10. Basi haraka akaanza kujiandaa kuelekea kutazama bonge moja la show ambayo inaenda kupigwa na kikundi cha Eclipse. Baada ya kuchukua kila kitu akawa anatoka, lakini akasimama na kuiangalia picha ya Sanjay. Akaiambia, "Nakupenda sana," kisha akaiaga na kuondoka. Basi rafiki yake akamchukua na leo Soli alikuwa na vibe sana, kwani leo anaenda kumuona Sanjay live bila chenga. Basi watu walikuwa wengi sana na shughuli mbalimbali za kununua tiketi na kununua vitu vingine zilikuwa zikiendelea. Soli naye hakuchelewa, akafika mapema kabisa.
Sasa alikuwa anatumia kiti cha umeme chenye matairi kwani yeye hawezi kutembea. Yaani wenzetu wameendelea sana kiteknolojia. Mara akamwona rafiki yake mwingine ambaye naye alifika kuangalia performance ya kikundi cha Eclipse. Basi wakachukua picha mbalimbali kama kumbukumbu ya siku ya leo na kila mtu akamtakia wishes memba anayemkubali. Lakini mara Solia akapigiwa simu na ilikuwa simu kutoka sehemu moja ambapo alijaribu kuomba kazi. Akaambiwa unatakiwa kuja kufanya interview. Sasa muda wa show ulikuwa umekaribia, lakini Soli akamwambia nakuja sasa hivi. Basi akamwomba rafiki yake akae kwenye foleni na yeye akaelekea kwenye interview. Sasa huku Sunjae akaingia kwenye chumba kimoja ambacho wenzake walikuwa wanajiandaa, lakini kuna baadhi walikuwa wamechukia. Soli akafika mahali husika kwa ajili ya interview, lakini alipoangalia hakuona lifti bali kulikuwa na ngazi tu. Akafika customer care, Soli akamwambia nimefika kwa ajili ya interview. Jamaa akamwambia okay sawa, lakini kumwangalia akaona Solia anatumia kiti na hawezi kutembea. Solia akatoka pale kwa huzuni. Jamaa alimwambia tunatamani kufanya kazi na wewe, lakini jengo letu lina ngazi tu na halina lift. Basi Solia akavuta pumzi na kujikaza. Leo anakosa kazi kwa sababu anatumia kiti, lakini hii haikuharibu mudi yake ya leo. Akaamua kurudi kwenda kuangalia show ya kikundi cha Eclipse. Sasa njiani kulikuwa na jamu. Rafiki yake akamuuliza Besti uko wapi? Tushaanza kuingia ukumbini. Soli kufika milango ilishafungwa. Akamwita mlinzi mmoja akamwomba amruhusu kuingia ndani, lakini akaambiwa muda wa kuingia umeisha na milango haifunguliwi kwa sasa. Soli akajiongeza akajifanya kama anahisi baridi kali. Mlinzi akamwambia okay, nionyeshe tiketi iliyoingia ndani. Soli kuiangalia hakuiona, akakumbuka kuwa itakuwa alidondosha wakati anaingia kwenye basi. Huku ndani muda wa show umefika na kikundi cha Eclipse kikasogea stejini. Watu walikuwa ni wengi balaa. Soli akaona sio mbaya, akavaa jina la Sunjae na akaamua kusikiliza show akiwa pale pale nje. Basi Eclipse wakaanza kuimba. Basi ukaimba wimbo moja mtamu sana, na wimbo ambao ulikuwa na hisia vibaya mno. Wimbo unasema kwa heri machozi ya zamani, kwa sasa woga wangu ni sifuri, tokea nikupate wewe maisha yangu yamekuwa tofauti. Basi ilikuwa ni bonge moja ya show na kila mtu alikuwa akiwashangilia Eclipse. Kisha sasa ikawa ni zamu ya Sunjae na wimbo huo anaoenda kuimba hajauimba kwa muda mrefu sana. Basi akaanza kuimba na ulikuwa ni wimbo mmoja ambao unagusa sana. Soli akajikuta hadi machozi yanamtoka. Baada ya show kuisha, Soli akawa anaondoka na barafu ikawa inashuka. Kwa bahati mbaya mtu mmoja akampush na simu yake ikadondoka. Kuiokota akakuta kioo kimepasuka. Sasa Sunjae baada ya show akawa anarudi ndani. Sasa Yanga alikuwa na hasira, akamfuata Sunjae na kumkamata. Hakujua kwa nini Sunjae anataka kuacha kuimba wakati wamekuwa kwa pamoja muda mrefu. Sunjae akamwambia naomba tuongee baadaye, kwa sasa naomba kuwa peke yangu. Yanga akamwambia poa, fanya unavyotaka, kisha akaondoka. Wenzake pia wakasepa. Kuna mengi mazito kuhusu Sunjae, basi polepole tutajua anapitia mambo gani. Sasa Soli akawa anarudi nyumbani. Sasa mpaka sasa alikuwa hajapata basi. Kwa bahati mbaya kiti chake kikaisha chaji na tayari giza lilikuwa limeingia. Akakumbuka kazi alikosa na tiketi akapoteza. Akaona leo ni siku ya mikosi tu. Basi akawa analia pale na baridi nayo ikawa inamchapa bila kumwonea huruma. Muda huo huo pia Sunjae alikuwa njiani akielekea nyumbani. Sasa kufika hapa akamwona mwanamke mmoja ambaye alikuwa peke yake barabarani. Sunjae ana roho nzuri sana, akashuka na mwavuli na kuelekea alipo Soli. Soli akabaki anashangaa. Leo anamuona Sunjae mbele ya macho yake. Sunjae akamuuliza unafanya nini usiku huu hapa? Lakini Soli akajikuta mdomo mzito. Sunjae akampa kitambaa na kumwambia jifunike mikono maana kuna baridi. Soli akamwambia asante, pia akamweleza kuwa yeye ni shabiki wake mkubwa. Sunjae akaliona jina lake kwa Soli, akamshukuru pia kwa kuwa shabiki wake. Soli akazidi kumshukuru moyoni, kwani maneno ya Sunjae ndiyo alimfanya endelee kuishi na awe na furaha mpaka leo. Sunjae akataka kumpa lift maana alijua kuwa hawezi kwenda nyumbani mwenyewe, lakini mara rafiki yake akafika na akawa akamharibia bahati Soli. Soli kabla hajaondoka, Sunjae akampa mwavuli ambao ni kama zawadi kwake. Soli naye akajisearch, akachukua kachupa kamoja kadogo na kumpa Sunjae kama zawadi pia. Soli alipoondoka, Sunjae akawa anakaangalia sana kale kachupa. Basi kuna mengi ambayo anayapitia katika maisha yake. Soli alirudi nyumbani, akakiweka vizuri kile kitambaa alichopewa na Sunjae. Pia akaichukua na ile saa na akaamua kuivaa. Basi alikuwa na furaha sana. Basi upande wa pili katika hoteli moja kubwa, simu ya Sunjae ilikuwa ikiita, lakini Sunjae hakuipokea. Vitu vilikuwa hovyo hovyo na ile chupa ilikuwa hapo. Lakini Sunjae alikuwa hapa akiwa na mawazo sana. Chini wafanyakazi wakawa wanapiga stori wakimsifia jinsi alivyo handsome. Mara kuna mtu akajitupa kwenye swimming pool na alikuwa ni Sunjae.
Baadaye Soli kuzinduka akakuta kuna meseji WhatsApp. Watu walikuwa wakiongelea kuhusu Sunjae kujaribu kujiua. Soli hakuamini, ikatumwa video. Kuifungua akaona ni kweli. Maskini alishtuka sana, maana katoka kuonana na Sunjae muda si mrefu. Sunjae akawa anawaishwa hospitali. Soli akaondoka nyumbani haraka na kuwahi hospitali. Hakujali kama yupo kwenye kiti wala kama ni usiku. Alijitahidi sana kuwahi kufika hapa nusu apate ajali, na saa ikaangukia mtoni. Huku madokta wakawa wanajaribu kushtua mapigo ya moyo ya Sunjae. Sasa Soli kwa jinsi anavyoipenda ile saa akajirusha kwenye maji, huwezi amini. Basi jitihada za kuokoa maisha ya Sunjae ziliendelea, lakini hazikuvuna matunda. Basi siku ya leo saa 9 usiku, superstar wa kikundi cha Eclipse Sunjae akapoteza maisha. Soli akafanikiwa kuipata saa, lakini kuangalia pembeni akaona kuna breaking news. Mwanamuziki wa kikundi cha Eclipse Sunjae hayupo tena duniani. Hakuamini, akachukua simu na kuangalia, ndipo akaamini kuwa huu sio utani, ni ukweli kuwa Sunjae kapoteza maisha. Sasa akawa anajiuliza imekuwaje, maana haijapita masaa mengi toka alipoachana na Sunjae. Soli akalia sana, kwani Sunjae ndiye mtu pekee ambaye alimfanya yeye aendelee kuishi. Sasa leo kivipi Sunjae apoteze maisha wakati anampenda sana na hajawahi mwambia? Lakini bila kutegemea likatokea jambo ambalo ni la ajabu. Ile saa ya Sunjae ikawaka tena na muda na kila kitu vikaganda. Kisha Soli akarudishwa nyuma miaka 15 iliyopita. Na Soli alikuwa kalala darasani. Mwalimu akamwamsha pale na kumuuliza, "Wewe unaota ndoto mchana eh?" Soli akawa anashangaa, "Inakuwaje nipo darasani?" Akauliza, "Nipo darasani?" Mwalimu akamwambia, "Hili ni darasa na sio chumba chako." Soli akazidi kushangaa. Mwalimu akamwambia, "Simama juu." Msala ukaanza. Leo kavaa ndala darasani baada ya viatu. Kuangalia akagundua kuwa yupo shule ya sekondari Jagavu. Akatoka pale anakimbia. Mwalimu akamuita lakini hakugeuka. Akatoka nje na kumuuliza mwanafunzi mmoja, "Yuko wapi Sunjae?" Akaelekezwa na haraka akatoka mbio kuelekea huko. Sasa upande wa pili kulikuwa na mashindano ya kuogelea, na miongoni mwa washindani alikuwepo na Sunjae. Soli akawa anawahi na nusu amongwe na gari njiani. Mashindano yakaanza pale, na wakati huo Soli alikuwa anawahi kuja kumuona Sunjae. Akafika na mashindano ndo alikuwa yanaishia. Basi kuangalia akamuona Sunjae, hakuamini, akamuita, "Sunjae." Kisha akatoka mbio kuelekea kwa Sunjae. Walinzi wakajaribu kumzuia lakini akapita kama upepo. Basi bila kuuliza akafika na kumkumbatia Sunjae. Alo, ni noma sana. Je, unafikiri Sunjae ataliact vipi hapa? Na je, atakuwa anamkumbuka Soli? Maana wote wamerudi miaka 15 nyuma. Yeye Soli anakumbuka kila kitu. Maana mimi sijui, na hii ilikuwa ni nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili inakuja na ina majibu yote, lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kujiunga na channel yetu, subscribe hapo ili uendelee kupata burudani. Na ndio kwanza tunaanza safari yetu mpya na ni bonge moja story. Basi mimi sina la ziada, nikuage na tukutane katika episode ya pili. Bye bye.